Ndipo akasema hivi, ulivyoiona hii nchi na mambo yanayoendelea mpaka hapa tulipofikia, yani mpaka siku tulipopata uhuru, leo ni miaka 61 kutoka hapo, kutoka tulipopata mpaka hapa, kwamba hii nchi haijawahi kuingia kwenye situation yoyote ya mpishano wa makabila, ya mpishano wa kisiasa, nchi ikatumbukia kwenye kumwagaji damu. Haijawahi kufikia hapo, si ndio? Sasa mnisikie, si kwa sababu ya ujuzi tulionao, ni kwa sababu ya agano lililoko ndani yake. Na kwa kuwa hatujui kwa nini mpaka tumefika hapa tulipo, ndipo nikaambiwa kwa kutokujua ndipo huyo mwanamke ulivyomuona amechakaa, maana yake amepoteza mvuto mbele yangu. Nami nikaambiwa, lakini kwa wakati yu tayari kuzaa, ila wazalishaji hawapo, wenye kumzalisha hawapo. Kama hatutarudi kumzalisha huyu mwanamke niliyemuona, na tukawa tunafunika pua zetu kwa sababu ya kunuka maana yake hali ya nchi ilivyo, kwamba watu kila mahali wakigeuka wanaona uovu, kila mahali wakigeuka wanasonta vidole. Haya, waliopewa nafasi ya kuomboleza wameacha nafasi ya unesi wao waliopewa, wameanza kuwasontea vidole wagonjwa, kana kwamba wao ndo wamejitafutia huo ugonjwa. Kwa hiyo wanaisontea vidole nchi kwa mambo ilionayo, na kuwasontea vidole watawala wao na majeshi yao. Sasa mnisikie, onyo ni hili kwa Watanzania. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa ufalme, Mungu awabariki sana mnaotuombea na kuendelea kuombea kazi hii. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake anayotujalia na kutusaidia ili tuweze kuyafanya mambo yote aliyotuandikia kwa ajili ya ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaendelea, ngoja nisome kitabu hiki. Kumbukumbu la Torati sura ya 29. Kumbukumbu la Torati 29. Neno kumbukumbu maana yake mambo yote ambayo mwanadamu anapaswa kuyarudia yameandikwa hapa. Ndio maana likaitwa kumbukumbu. Maana yake ni kukumbuka mahali ambapo umetoka na mahali ulipopaacha. Kumbukumbu la Torati 29:16. Biblia inasema hivi: kwa maana mwajua mlivyoketi katika nchi ya Misri, na tulivyokuja katikati ya mataifa hayo mliopita katikati yao, nanyi mliona machukizo yao na sanamu zao, miti na mawe, fedha na dhahabu zilizokuwako kwao. Asiwe mtu katikati yenu, mume wala mke, wala jamaa wala kabila, ageukaye moyo wake leo amwache Bwana Mungu wetu kwenda kuitumikia miungu ya mataifa hayo. Lisiwe katikati yenu shina lizaaro uchungu na pakanga. 19. Ikawa asikiapo maneno ya laana hii, ajibarikie mtu huyo moyoni mwake na kusema, nitakuwa katika amani nijapotembea katika upotoyo wa moyo wangu, kwa kuangamiza mbichi na kavu. 20. Bwana hata msamehe mtu huyo, lakini wakati huo hasira ya Bwana na wivu wake vitafuka moshi juu ya mtu yule, na laana yote iliyoandikwa katika kitabu hiki itamkalia juu yake, na Bwana atalifuta jina lake chini ya mbingu. Bwana atamtenga kwa uovu kutoka kabila zote za Israeli, kwa laana zote za agano
lililoandikwa katika chuo hiki cha Torati. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neema na rehema ambazo anaendelea kutujalia na kutupa na kusimama. Ninamtukuza Bwana Yesu kwa neno lake analotupa usiku na mchana, kwa sababu alikwisha kuwaandaa wenye kulipokea, na wale walipokeao walisadiki na kuliamini. Tunaendelea kusisitiza maombi yenu sana, ili mtuombee sana, kwa sababu siku ndo hizo zinaisha, lakini maandalizi yetu ni hafifu sana, na sijajua kwa nini shetani amezuilia mlango huu, kwa sababu anataka, tunajua kuwa alichokikusudia ni kuharibu nchi, lakini kwa jina la Yesu tutasimama tu. Maandalizi yetu mpaka sasa kwenye milioni 10 tumebakiza milioni 12, maana yake tumebakiza milioni 10 kuzipata. Kwa maana yake tuna milioni 2. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia muda wa maandalizi ni kama tuna siku 7 tu, kwa sababu tukipaka leo kutoka, maana yake zimebaki siku 11. Matangazo, vitu vingine bado. Basi Mungu tu ndo asimame. Kwa hiyo tunahitaji maombi yako, ili Bwana Mungu atufanikishe hiki kiasi chote kilichobaki. Maombi yako ndio yanayohitajika sana. Lakini si maombi tu. Jitie moyo na unyanyuke, tuitende kazi ya Bwana shambani mwake, kwa nafasi aliyokupa wewe kuisapoti kazi ya Mungu, bila kujali mipaka ya kanisa na huduma ulionayo. Kumbuka, hapa hausapoti huduma ya marendeja. Hapa tunataka kuliinua taifa letu, na mataifa mengine yasimame. Kwa hiyo unapojitoa, ujue unajitoa kuliwekezea taifa lisimame, litoke kwenye giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kongamano litakalofanyika furahisha, si kwa sababu ya dini. Ndio maana tunakusanya watu wengi, mpaka viongozi wa serikali tumekusudia wawepo. Maana yake kuonyesha umuhimu kuwa na wenyewe kwenye serikali waliopo ni serikali ya nchi ya Tanzania, inayowakilisha taifa kwenye nafasi yake. Dini zote zitakuwepo kuomboleza, kila aliye na kiu ya kuomba. Kwa hiyo lile sio kongamano la kidini. Ndio maana tunahitaji msaada wa wewe Mtanzania, na uliye nje ya Tanzania, na usiyekuwa Mtanzania lakini unampenda Yesu Kristo. Kwa hiyo hufanyi tu kwa ajili ya Tanzania. Ukisapoti kwa ajili ya Tanzania, maana yake umesapoti taifa lako uliromo, ili na lenyewe liweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati yule binti mjakazi anamshuhudia yule jemedari kwa ajili ya ukoma aliyokuwa nao, alikuwa anamshuhudia kwa ajili ya hali yake, lakini yule binti alikuwa analitangaza taifa lake kupitia yule mtu wa taifa lingine. Kwa hiyo
yule mkoma jemedari wa lile jeshi alipopona, taifa lake likawa na neema ya Mungu kupitia yule binti wa kazi. Si mnajua nyinyi wasomaji wa Biblia mnaelewa hiyo historia Sasa kazi hii haisapotiwi na Mtanzania tu. Wewe unayempenda Kristo na moyoni mwako unajua huna mipaka ya utendaji wa kazi ya Mungu, tusaidie. Kwa hiyo tunahitaji kama dola 4,000. Dola 4,000 kwa pesa ya dola sasa ni dola 4,000. Kwa pesa ya Tanzania ni milioni 10. Zimebaki, hazipo, ila Bwana anazo. Kwa hiyo nyosha mkono wako, tufanye kazi hii, tufanikishe kongamano hili la maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna siku 11 tu tulizobaki nazo, ambazo tungekuwa na uwezo sasa hivi matangazo yangekuwa yanaruka sasa hivi. Lakini sasa ndo hivyo, mpaka watu waguswe kwenye mioyo, mpaka uingie mguso. Haya ndiyo niliyoyaona wakati naendelea kujifunza na kusikia na kunyenyekea mbele za Mungu kwa ajili ya kazi yake na kanisa lake na wale waabuduo ndani yake. Niliona mwanamke aliyekuwa na mavazi yaliyoharibika kama kichaa. Nywele zake zilikuwa zimefubaa, naye zilikuwa zimechakaa sana, wala hakuwa na viatu miguuni pake. Na huyo mwanamke nikaonyeshwa mara ya pili alivyokuwa amepambwa kwa fedha, kwa dhahabu na kwa samani nyingi sana. Wakati naendelea kumtazama, ndipo nikaletewa hapa, ngoja nikusomee, alafu nitarudi kwenye kitabu nilichoanza kukisoma. Ezekieli sura ya 16. Ezekieli sura ya 16 inasema hivi, mstari wa kwanza: neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme, Bwana Mungu aiambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako, na mama yako alikuwa Muhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapa alikuwa naongea na mji wa Yerusalemu, ndani yake kulikuwa na watu. Maana yake alikuwa anaonyesha Yerusalemu ilivyounganisha makabila. Kwa hiyo makabila yakaiunganisha Tanzania, ikazaliwa Tanzania. Makabila tukawa wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ule mstari unaofuata, ule mstari wa 8 unasema hivi, basi nilipopita karibu nawe nikakutazama, wakati wako ulikuwa wakati wa upendo, nikatandika upendo wangu, nikatandika upendo wa vazi langu juu yako,
nikakufunika uchi wako, naam, nalikuapia nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, ukawa wangu. Kisha nikakuosha kwa maji, naam, nalikuosha kabisa damu yako, nikakupaka mafuta, nikakuvika nguo ya taraza, nikakupa viatu vya ngozi ya pomboo, nikakufunga nguo ya kitani safi kiunoni mwako, nikakufunika kwa hariri, nikakupamba kwa mapambo pia, nikakutia vikuku mikononi mwako na mkufu shingoni mwako, nikakutia hazama puani mwako na pete masikioni mwako na taji nzuri juu ya kichwa chako. Hivyo ulipambwa kwa dhahabu na fedha, na mavazi yako yalikuwa ya kitani safi, hariri na kazi ya taraza. Ulikura unga mzuri na asali na mafuta, nawe ulikuwa mzuri mno. Ukafanikiwa hata kufikiria hali ya kifalme. Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako, kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu niliyokutia, asema Bwana Mungu. Mstari wa 15. Lakini ulitumainia uzuri wako, ukafanya mambo ya ukahaba. Kwa sababu ya sifa zako ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita, ulikuwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo yule mwanamke nilipomaliza kuletwa hapa, naye yule mwanamke alivikwa vazi, lile vazi nililokuwa limechakaa likaonekana kama nguo, ilikuwa ni bendera ya Tanzania. Ndipo nikaiona nchi ya Kongo hii mnayoiona. Kisha nikaona nchi ya Kenya ikasimamishwa. Kisha nikaiona nchi ya Uganda nayo ikasimamishwa. Kisha nikaiona nchi ya Rwanda nayo ikasimamishwa. Na ndipo nikaiona nchi ya Marekani nayo ikasimamishwa. Ziliposimamishwa hizi nchi, zikamgeukia yule mwanamke aliyekuwa amechakaa. Wakati natazama, nikiwa naendelea kutafakari maana ya yule mwanamke, na yule mwanamke naye alikuwa na mimba tumboni mwake. Kisha nikaona manesi waliovaa nguo nyeupe zile za kinesi, nao walikuwa wakimzunguka yule mwanamke. Ndipo wale manesi walipokuwa wakimkaribia, wakawa wanafunika hizi pua, wanafunika kwamba yule mwanamke ananuka, naye akawa na uchungu kuzaa, lakini wazalishao wakamkimbia. Haleluya. Ndipo yule mwanamke nilipomwona alianguka chini. Alipoanguka chini akaanza kugaragara. Ndipo lile taifa la Kongo na taifa la Kenya na taifa la Uganda na Marekani zilipogeuka zikamtega mgongo yule mwanamke. Zilipomtega mgongo, hayo mataifa niliyoyataja, nikaona ndani ya nchi zao pakawa ukiwa kwa sababu ya huyu mwanamke aliyekuwa amevikwa vazi la rangi ya bendera ya nchi. Na baada ya wale manesi kumtega mgongo na wengine kujiepusha naye, nikiwa na staajabu maana yake nini mambo haya ya ajabu, na kwa nini huyu mwanamke ametelekezwa, hakuzalishwa na manesi. Nikaanza kuwaza, kwa nini hizi nchi nilizoziona
zilizokuwa karibu naye kumsaidia huyu mwanamke, kwa nini zimemtega mgongo? Halafu kwa nini huyu mwanamke alipotelekezwa hizi nchi zikawa ukiwa? Ndipo aliyekuwa ananionyesha mambo hayo akanileta kwenye kitabu hiki, ngoja nikufunulie. Halafu akaniambia sasa maana yake. Maana yake nini? Isaya sura ya 13. Isaya sura ya 13. Ule mstari wa kwanza unasema hivi: ufunuo juu ya Babeli, maono aliyoyaona Isaya mwana wa Amozi. Haya, juu ya mlima usio na miti, inueni bendera, wapazieni sauti zenu, wapungieni mkono, kwamba waingie katika malango ya wakuu. Mimi mwenyewe nimeamuru watu wangu waliowekwa wakifu kwangu, naam, nimewaita watu wangu walio hodari kwa ajili ya hasira yangu, watu wangu wenye kutakabari. Kelele milimani kama kelele za watu wengi sana, kelele za farume za mataifa waliokutana pamoja. Bwana wa majeshi anapanga jeshi kwa vita. 5, watu waliotoka katika nchi iliyo mbali, tokea upande wa mwisho wa mbingu. Naam, Bwana na silaha za ghadhabu yake, ili aiangamize nchi yote. 6, pigeni kelele za hofu, maana siku ya Bwana i karibu, itanyesha kama maangamizi yatokayo kwa Mwenyezi Mungu. 7, kwa sababu hiyo mikono yote inalegea na moyo wa kila mtu utayeyuka. 8, nao watafadhaika, watashikwa na utungu na maumivu, watakuwa na utungu kama mwanamke aliye karibu na kuzaa. Watakodoleana macho, nyuso zao zitakuwa ni nyuso za moto. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoletwa hapa ndipo nikauliza maana ya huyo mwanamke, maana yake nini? Kisha nikauliza maana ya hao manesi waliomzunguka huyo mwanamke aliyekuwa na mavazi yaliyochakaa, maana yake nini na kwa nini wamemtelekeza? Haleluya. Ndipo yule malaika aliyekuwa ananitembeza na kunionyesha mambo hayo, na kwa neno la Bwana lililoletwa, akaniambia hivi: huyu mwanamke uliyemwona ni Tanzania. Akasema Tanzania ni mwanamke aliye tayari kuzaa kwa wakati huu. Naye huyu mwanamke alizaliwa kutoka kwenye miungu. Huyu mwanamke, nikamuuliza Bwana, kutoka kwenye miungu maana yake nini? Ndipo aliponirudisha kwenye Ezekieli tuliyoisoma, akaniambia hivi: kule ulikozaliwa wewe, baba zako walinijua mimi? Nikasema Bwana, walijua miungu. Basi akaniambia hivi: kuzaliwa kwako wewe ni Mtanzania, lakini kuzaliwa kwako kwatoka kwa miungu. Yaani kwamba waliokuzaa waliamini miungu kuliko kuniamini mimi. Nikufunulia hapa, mimi napewa maneno magumu sana na Mungu ananiambia niyaseme magumu hayo ili watu wayatakabari. Angalia Isaya 48. Isaya 48
Inasema hivi, ule mstari wa 3, mimi nimehubiri mambo ya kale tangu zamani, naam, yalitoka katika kinywa changu, nikayadhihirisha, naliyatenda kwa ghafla, yakatokea. Kwa sababu nalijua ya kuwa wewe mkaidi, na shingo yako ni shingo ya chuma, na kipaji cha uso wako ni cha shaba. 5, basi nimekuonyesha tangu zamani, kabla haijatukia, nalikuonyesha, usije ukasema, sanamu yangu imetenda haya, sanamu yangu ya kuchonga na sanamu yangu ya kuyeyusha imeyaamuru. Mstari wa 6, umesikia haya, tazama haya yote, ninyi je, hamtayahubiri? Nimekuonyesha mambo mapya tangu wakati huu, naam, mambo yaliyofichwa usiyoyajua yameumbwa sasa, wala si tokea zamani na kabla ya siku hii ya leo. Hukusikia habari yake, usije ukasema, hukusikia habari yake, usije ukasema, tazama naliyajua. 8, naam, hukusikia, naam, hukujua, naam, tokea zamani sikio lako halikuzibuka. Maana nalijua ya kuwa wewe watenda kwa hila nyingi, nawe umeitwa mkosaji tangu kuzaliwa kwako. Halafu mstari wa 9 unasema hivi, kwa ajili ya jina langu nitaahirisha hasira yangu, na kwa ajili yako nitajizuia, ili nisifiwe wala nisikukatilie mbali. Ndipo akaniambia hivi, mimi nilitengeneza nchi hii kwa ajili ya agano langu. Ndipo akasema hivi, lakini kila aliyeinuka alijua katika kizazi chake na uzao wake walishika miungu mingine, hawakunishika mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akaniambia, hayo mataifa uliyoyaona niliyokuinulia mbele yake ni mataifa ambayo tumaini lake nililiweka kwenye nchi hii ya Tanzania. Akasema, unavyoyaona yakiwa ukiwa, ni kwa sababu ya huyu mwanamke ameiacha nafasi yake, naye akaenda kuitumikia miungu mingine. Hakuwasikizisha ndugu zake waliomzunguka kwa ajili ya wokovu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akasema, huyo mwanamke ni mfano wa nchi ya Tanzania, naye utukufu wangu hana, na vazi nililompa limechakaa, halina utukufu. Akasema, hao wenye nguo nyeupe uliowaona ni wana maombi, ambao watamsafisha huyu mwanamke na kumfanya azae. Maana yake azae matunda ya kile Mungu alichokiumba tangu zamani za kale. Hapa tulipopasoma, hauna hujaelewa, ngoja niparudie, wewe hujanielewa vizuri. Anasema hivi, kabla nianzie mstari wa 1, Isaya 48, sikieni haya enyi watu wa nyumba ya Yakobo, maana yake kanisa lake, mnaoitwa kwa jina la Israeli. Maana yake sisi sio Waisraeli, ila tunaitwa watakatifu kutokea kwa Israeli. Mliotoka katika maji ya Yuda, mnaoapa kwa jina la Bwana na kumtaja Mungu wa Israeli. Maana yake sisi sio Waisraeli, lakini tunamtaja Mungu wa Israeli. Mnanisikia nyie wa Tanzania kokote mliko?
zibueni masikio yenu. Mnamtaja Mungu wa Israeli, lakini si kwa kweli wala si kwa haki. Tunamtaja Mungu wa Ibrahimu, lakini cheki njia zetu tunazoziendea na kuziishi. Sasa anaendelea kusema, maana hujiita wenyeji wa mji mtakatifu, hujitegemeza juu ya Mungu wa Israeli, Bwana wa majeshi ni jina lake. Alafu mstari wa 3, mimi nimehubiri mambo ya kale tangu zamani, naam, yalitoka katika kinywa changu, nikayadhihirisha na liyatenda kwa ghafla. Yakatokea mambo gani? Aliyoyaumba akasema na iwe, yakatokea ghafla. Aliposema Tanzania na iwe, ikatokea ghafla. Bwana Yesu asifiwe. Akawaweka wasimamizi wa hiyo nchi kama alivyowekwa baba yetu na mama yetu Eva kwenye Edeni, ili wailime na kuitunza. Biblia ndio inavyosema. Maana yake wakapewa waitunze, wakashindwa kuitunza, wakafukuzwa. Ndipo akaniambia, kama mambo yalitokea ghafla, maana yake Tanzania na mataifa uliyoyaona nayo yalitokea ghafla, lakini ndani yake nikaweka agano ndani ya hiyo nchi, ili yatakapokuwa yanatendeka ndani ya Tanzania, wasiseme miungu yao imetenda, bali lile kusudi langu ndilo limefanya. Mnanisikia enyi wanadamu? Narudia, nasema hivi, mpaka sasa tunaposema hivi tuna amani Tanzania, Tanzania haijawahi kumwaga damu. Tanzania ni wapole sana. Watanzania hawapigani. Okay. Si kwa sababu ya mila zetu. Watu wanasema hivi, ni kwa sababu ya mila tulizo nazo, ya kuwa Watanzania sisi ni wastaarabu. Sasa imefikia mahali wengine sasa wanasema kwa sababu nyinyi wa Tanzania ni wapore sana kwa mambo yanayoendelea. Mnisikilize vizuri. Issue sio upore. Issue ni lile agano lililoko ndani yake, ndilo linalozuia mambo yote. Isiite nchi isingekuwepo. Haya yote mimi nimeambiwa. Mpaka ndugu zenu waliowazunguka wakiwaona jinsi mnavyoishi na kuenenda, wanasema watu hawa ni wajinga, hawa ni watu wa kuonewa tu. Sasa mnisikie enyi wanadamu, kinachotufanya tuwe wajinga ni kwa sababu ya agano lake alilolifanya, ndilo limetuficha katika nchi hii. Ndipo anasema hivi, mimi nimehubiri mambo ya kale tangu zamani, naam, yalitoka katika kinywa changu, nikayadhihirisha na liyatenda kwa ghafla, yakatokea. Kwa sababu nalijua ya kuwa wewe umkaidi, na shingo yako ni shingo ya chuma, na kipaji cha uso wako ni shaba. Ndipo akasema hivi, ulivyoiona hii nchi na mambo yanayoendelea mpaka hapa tulipofikia, yani mpaka siku tulipopata uhuru, leo ni miaka 61 kutoka hapo, kutoka tulipopata mpaka hapa, kwamba hii nchi haijawahi kuingia kwenye situation yoyote ya mpishano wa makabila, ya mpishano wa kisiasa, nchi ikatumbukia kwenye kumwagaji damu. Haijawahi kufikia hapo, si ndio?
Sasa mnisikie. Si kwa sababu ya ujuzi tulionao, ni kwa sababu ya agano lililoko ndani yake. Na kwa kuwa hatujui kwa nini mpaka tumefika hapa tulipo, ndipo nikaambiwa kwa kutokujua ndipo huyo mwanamke ulivyomwona amechakaa, maana yake amepoteza mvuto mbele yangu. Nami nikaambiwa, lakini kwa wakati yu tayari kuzaa, ila wazalishaji hawapo, wenye kumzalisha hawapo. Jaelewa? Kuja nisome tena. Inasema hivi, ule mstari wa 7. Kwa sababu hiyo mikono yote italegea na moyo wa kila mtu utayeyuka, nao watafadhaika, watashikwa na utungu na maumivu, watakuwa na utungu kama mwanamke aliye karibu na kuzaa, watakodoleana macho yao, macho ya nyuso zao zitakuwa ni nyuso za moto. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambiwa hivi, wana maombi wanapokuwa wanaomba kwa ajili ya nchi, kuna kitu kinakuwa kinazaliwa kutoka kwenye nchi kitakachosimama juu ya nchi ili kuzuia yale ambayo shetani anayakusudia kuyafanya. Tunaenda sawa sawa? Sasa akaniambia hivi, unawaona hawa? Nikaliona jeshi la polisi la Tanzania, nikaona na jeshi la wananchi. Ni majeshi yote yalisimamishwa mbele yangu, kila sekta na kitengo chake kilivaa mavazi yake husika kwenye kitengo hicho. Nikaambiwa, umewaona hawa? Nikasema naam. Nikaambiwa, hili ni jeshi la Tanzania linaoifanya nchi hii iwe mpaka hapa ilipo. Sasa ndipo nikamuona rais wa nchi wa sasa ya Tanzania akasimama mbele yangu. Aliposimamishwa mbele yangu, yale majeshi yote yakainama mbele yake na yakamtii. Nami nikaulizwa, umeona haya? Nikasema naam, nimeona. Nikaulizwa hivi, kwa nini hawa watu wanamtii huyu? Nikasema Bwana, sijui. Nikaambiwa hivi, hawamtii kwa sababu ni rais, wanamtii kwa sababu ya sheria waliowekewa mioni mwao. Unanisikia? Ndipo akaniambia, haya majeshi unayoyaona sio ya Rais Samia huyu, haya ni majeshi yangu mimi. Yaani Bwana Yesu, Bwana Mungu wa mbinguni ni majeshi yake. Ndiyo maana anaitwa Bwana wa majeshi mbinguni na duniani. Ukisoma Biblia inasema hivi, siku hiyo majeshi ya Bwana yakatoka Misri kwa nguvu nyingi na kwa uwezo mkubwa. Ukisoma maandiko, si ndio? Kwa hiyo kumbe taifa la Israeli yalikuwa ni majeshi ya Bwana. Kwa hiyo taifa la Tanzania kuna majeshi ya Bwana. Munisikilize vizuri ninakoelekea, kwa sababu nimeambiwa hivi, kama hatutarudi kumzalisha huyu mwanamke niliyemuona, na tukawa tunafunika pua zetu kwa sababu ya kunuka maana yake hali ya nchi ilivyo,
kwamba watu kila mahali wakigeuka wanaona uovu, kila mahali wakigeuka wanasonta vidole. Haya, waliopewa nafasi ya kuomboleza wameacha nafasi ya unesi wao waliopewa, wameanza kuwasontea vidole wagonjwa, kana kwamba wao ndo wamejitafutia huo ugonjwa. Kwa hiyo wanaisontea vidole nchi kwa mambo iliyonayo, na kuwasontea vidole watawala wao na majeshi yao. Sasa munisikie, onyo ni hili kwa Watanzania juu ya taifa na majeshi mlionayo. Ni hili, munisikie na mumsikie Bwana Mungu anachokisema. Lazima mrudi kwenye nafasi zenu. Ndipo nikaambiwa hivi, haya majeshi sio majeshi ya rais. Ndiyo maana ukitaka kujua lugha ninayoisema, nisikie. Alianza baba wa taifa, Mungu akamtwaa akaliacha jeshi, akaingia rais mwingine anaitwa Mwinyi, naye akatwaliwa akaliacha jeshi lipo tu, wanaingia na kutoka, wanaingia na kustaafu, jeshi lipo tu. Ndipo akaniambia hivi, hili jeshi kama lingekuwa la mtu, angekuwa wakati anatwaliwa na hilo jeshi lingekuwa linatwaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akasema hili jeshi sio la huyu, akasema hili jeshi ni la kwangu. Ndipo akaniambia hivi, nikaona wanadamu walioko juu ya Tanzania na walioko nje ya Tanzania hii wakainuka. Walipoinuka wakawa na mawe, wakawa na marungu na visu na mapanga, wakawa na silaha ya kila namna. Ndipo walipokamkuta yule mwanamke aliyekuwa amechakaa na aliyekuwa na uchungu tayari kuzaa. Ndipo walipomshambulia kwa mawe na kumpasua tumbo lake na kukitoa kitoto kilichokuwemo ndani ya hilo tumbo. Ndipo yale majeshi yalipowaona wakimshambulia yule mwanamke baada ya kutelekezwa na wale manesi na madaktari waliowekwa kumzalisha, yale majeshi yakainuka kuwashambulia wale watu waliokuwa wanamshambulia yule mwanamke. Nami nikaambiwa hivi, hilo jeshi halimshambulii mtu kwa sababu ya utawala wa mtu, linamshambulia mtu kwa sababu nimewapa picha ya kuionyesha nchi inakotaka kupelekwa na ninyi wenyewe wa Tanzania. Ndipo akasema nitashindana na Watanzania mikononi mwa majeshi yangu. Mimi, sikilizeni Watanzania na wanadamu, mimi siko upande wowote. Ninajua wengine hamtaniamini, wengine pengine mtasema nimetumwa. Mimi nilichotumwa, nimetumwa na Mungu, na sijawahi kupindisha. Anachosema Yesu huwa nakisema kimenyooka tu. Wewe ndio utachambua, ukizarau, ukipinge, ukiingiza kwenye mfumo wa siasa, ni wewe. Ukikitii, tutamuona Bwana. Ndipo akasema sisi tulipewa kumuombea huyu mwanamke anaitwa Tanzania. Ni mwanamke anaitwa Tanzania. Lakini tuliopewa nafasi ya kumuombea huyu mwanamke, tumeacha kumuombea, tukaingia kushindana sisi kwa sisi. Tumeliacha kusudi la ufalme wa Mungu juu ya nchi, tukatafuta kusudi la wanadamu juu ya nchi, tukakosana na mwenye nchi. Tulipokosana naye, yeye ameinuka kutuadhibu kutumia majeshi yake yaliyoko juu ya nchi. Watu hawajaelewa.
kwa sababu kitu ninachokisema ni kigumu sana, pengine ni kigumu sana kupokelewa kwenye mioyo ya watu, kwa sababu wanamtaka Mungu awasaidie kwenye mifumo ya maisha yao ya ukengeufu. Kitu ambacho kinaleta mashindano. Bwana Mungu amechukizwa na hili. Wahubiri kuacha nafasi zao na kuanza kushindana na nchi yao. Waombaji wameacha nafasi yao, wakaanza kushindana na watawala wao. Nikaambiwa kawaambie, mimi sikuwatuma hao, wala mimi sikuyatuma, wala sikuwaagiza myafanye hayo mnayoyafanya. Akasema kasome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1. Wale mitume walimuuliza Yesu Kristo, wakamwambia, Bwana, huu ni wakati wa kurudishia ufalme Israeli. Wakafikiri Yesu alikuja kuwatetea Waisraeli kimwili. Kwa hiyo wakati wanamuuliza mitume kwamba huu ni wakati wa kurudishia Israeli ufalme, ili wajue wao kama mitume na kupewa nguvu wanafanya nini kuhakikisha Waisraeli wanatetewa kwenye utawala wa Kirumi. Ndipo Yesu akawaambia, sio kazi yenu kujua nyakati na majira alizoziweka Baba, ila ninyi mtapokea nguvu kwa sababu mnatenda nyingine juu ya nchi ya taifa la Israeli. Hayo ndo aliniambia. Kwa hiyo akasema hivi, kama nilisema ufalme wangu si ufalme wa dunia hii, kwa nini mnataka kushindana kidunia? Huyu mtawala hajatuletea maendeleo. Huyu mtawala hatumtaki. Huyu mtawala, wengine mnatumia jina la Yesu. Mnasema kwa jina la Yesu wewe Samia hautapita. Nisikieni nyinyi. Usilitumie jina la Bwana Mungu wako kwa kutenda maovu. Acha kabisa. Unawezaje kutumia jina la Yesu kusema, maana yako unamtaka huyo mtawala amuone Yesu kuwa ni katili na hata muamini hata siku moja. Hata serikali anayoiongoza watafanya muwaonekane nyinyi kuwa Mungu mliye naye ni Mungu mbinafsi. Mimi hata mkinichukia, ila mimi nimeagizwa haya niyatoe moyoni. Kutusaidie. Yesu alikutana na utawala mgumu sana kuliko tawala zote duniani hapa. Yesu alikutana na utawala wa Kirumi. Watu walikuwa wanakufa hovyo. Watu walikuwa wanauliwa na ule utawala wa Kirumi kwa nyakati za karne hiyo. Lakini akaniambia hivi, tazama, nilipokuja sikushughulika na utawala wa Kirumi. Kwa nini wanatawala kwa kikatili juu ya nchi ya Israeli, kwa taifa nililolichagua, kwa Ibrahimu? Nikamwambia, nenda mpaka nchi nitakayokuambia. Mimi sikushughulika na hicho. Nilishughulika na Waisraeli kuniacha mimi, taifa lao likatawaliwa kwa sheria za kikatili. Kwa hiyo sasa ndiyo maana Herode alipotafuta namna ya kumhukumu Yesu, akakoswa kosa lake, akaamuru apigwe viboko aende zake. Lakini watumishi wenzie Yesu wakasema, huyu jamaa alikuwa anatuharibia na kutumwagia unga wetu, msurubishe tu. Kwa hiyo serikali ya Kirumi ikaamrishwa na wakanyaga madhabahu ili wamfute Yesu. Kwa hiyo sasa akaniambia hivi, kama mimi niliyewaita ninyi nikawaambia nendeni mkayafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, akaniuliza hivi, hicho mnachokifanya Tanzania, huko ndiko kuwafanya wa Tanzania kuwa wanafunzi wangu? Niliulizwa haya maswali nikiwa barazani pa Mungu.
Niliulizwa kabisa. Je, niliulizwa mara 3 hili swali. Na mimi nawauliza enyi wana maombi mlioko Tanzania. Ninawauliza watumishi mlioko kwenye mataifa yenu. Ninawauliza, je, Yesu hicho ndicho alichowatuma hapa duniani kuwa mkayafanye mataifa kuwa wanafunzi wake, huko kushindana serikali zenu juu ya nchi kwa sababu tu ya utawala fulani ulivyoingia na kutenda mambo yake inayoyaona, na nyinyi mkaingia kushindana nayo? Ndipo Bwana akaniuliza niwaulize hivi, hiyo ndiyo kazi aliyowatuma kuyafanya hayo mataifa kuwa wanafunzi wake? Bwana akauliza, saa yake ya kuja duniani kulinyakuwa kanisa imefika. Je, atakapotokea atawakuta wanafunzi mliowafanya aende nao? Mimi nimeulizwa haya maswali. Ndipo akaniambia hivi, kwa kuwa mmeacha kusudi langu, nitashindana na nyinyi mikononi mwao, nami nitashinda. Kwa hiyo sasa, hiki mnachokiona kinaendelea Tanzania, wala sio Samia, kwa sababu zilishapita tawara ngumu ambazo watu waliziita tawara ngumu sana, si ndio? Lakini hawakufikia hapa mlipofikia, si ndio? Sasa mnisikilize vizuri ili mjue mnapambana na Samia na serikali yake au mnapambana na Mungu mwenye nchi yake. Mnisikilize sasa. Hivi nani mzazi kati ya baba na mama? Manake inajulikana ni mama. Kwa hiyo tumepewa rais mwanamke ili kuonyesha hivi tawara zote zilizopita alipita baba. Sasa tunapaswa tukae kwenye mikono ya mama, si ndio? Sasa angalia, lakini watu wanasema hivi, ni heri baba kuliko mama. Mimi sijawahi kuona hii. Sasa ndo naanza kuisikia leo. Wanasema ni heri baba kuliko mama. Okay, basi mimi ni support mawazo yenu. Sasa tuseme hivi, huyu mama amepewa moyo huu na nani? Ili awatese wanae aliyoumwa nao uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nauliza kwenu wa Tanzania, wakati Mungu alipotaka kumpiga Ahabu na Waisraeli, alikaa mbinguni akauliza, ni mtume nani akamdanganya Ahabu ili akwe Ramothoni Gileadi akaanguke? Kisoma Wafalme wa kwanza 22 mstari wa 19. Biblia inasema huyu akasema hivi na huyu akasema hivi. Akatoka pepo wa uongo akasema, mimi nitamdanganya. Maana yake nipe hii tenda. Akaulizwa, utamdanganyaje? Akasema, nitaondoka na kuwa nabii wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kubadilisha fahamu za watu, fahamu za watawala, kwa sababu tu walioajiriwa nafasi hiyo wameiacha. Kwa hiyo Bwana anawaita nyinyi madaktari, maana yake watumishi na waombaji na wachungaji na maaskofu, rudini kwenye nafasi yenu ili mumhudumie huyu mwanamke aliye tayari kuzaa, maana ametelekezwa. Kwa sababu nikaona watu waliomuinukia wamebeba vitu, wanataka kumwadhibu kwa mimba alionayo, ili mimba yake iharibiwe. Ndio maana nikaona amepasuliwa. Alipopasuliwa ndipo yale majeshi yakainuka, yakaanza kuwashambulia wale watu waliokuwa wanamshambulia yule mwanamke. Kwa hiyo walikuwa wanamshambulia ili kumuokoa yule mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni sawa na kumkuta mwanaume anamshambulia mwanamke kwa marungu
akiwa mjamzito. Hebu piga picha, kipi kitamkuta? Akasema hicho ndicho kinachowakuta nini. Akaniambia kawaambie warudi. Hii ni saa ya Tanzania kuzaa utukufu wa Mungu. Hii ni saa ya Tanzania kuzaa kusudi la Mungu. Hii ni saa ya Tanzania ili mataifa niliyoyaona yakiwa ukiwa yaweze kusimama. Hayatasimama. Marekani haitaacha uovu wake. Kama Tanzania imepewa agano na agano haijalisimamisha. Kongo vita haitaisha. Watu wamgeukie Mungu. Kama Tanzania iliyopewa agano kwa ajili ya nchi hizi zote duniani, kama haijasimama, Kenya haitaacha hizo vurugu. Maana ya kuniletea hayo mataifa, hali ya nchi iliyoko humo ndani, si tu hayo mataifa, lakini Mungu ameyaleta hayo yaliyo karibu yetu tuone hali inayoendelea. Na taifa la Marekani ni kubwa duniani, chanzo cha mambo yote yalipo. Ndiyo maana alisimamisha mbele yangu. Kwa hiyo akasema waambie mrudi mahali mkamuombee mwanamke azae. Nikamwona Bwana yu tayari kumsafisha yule mtoto. Maana yake ni nchi irudishwe kwenye msingi wake. Agano lizae kile lilichowekewa. Bwana yu tayari kufanya. Lakini manesi na madaktari wazalishao wamemkimbia. Wakataka kuanza kumshambulia. Nyuso zao kama moto. Hajanielewa Bwana, nisaidie. Nisazie nguvu Bwana Yesu. Nisome tena niseme hivi. Kwa sababu hiyo mikono yote italegea na moyo wa kila mtu utayeyuka, na watafadhaika, watashikwa na utungu na maumivu. Watakuwa na utungu kama mwanamke aliye karibu na kuzaa. Watakodoleana macho, nyuso zao zitakuwa ni nyuso za moto. Angalieni enyi wanadamu mlioko juu ya nchi hii na mataifa yenu mliopo, jinsi mnavyokodoleana na kung'atana ninyi kwa nyinyi. Ndani yenu mmejaa uchungu. Sasa mmeliacha kusudi la Bwana. Mna uchungu kwa ajili ya nchi. Mna uchungu kwa mambo ya kimwili. Mmeliacha kusudi kama kwa kina Petro, ambapo kama wangeliacha kusudi kwamba Yesu amewaambia sio kazi yenu kuhakikisha ufalme wa Israeli unakaaje, halafu wao wakaliacha lile kusudi waliloachiwa na Yesu, wakaanza kupambana na Warumi. Ingekuwa ni maajabu sana. Haya ndiyo maajabu yanayomshangaza Yesu kwenye kiti chake cha enzi. Sisi wahubiri kuacha kusudi tulilopewa na kuiacha nchi hii ikihangaika na kutaka kuharibiwa, halafu tukashindana kimwili. Tumeinuka na kuinukiana na watu wasiomjua Mungu, na sisi tukaungana nao kutaka kuharibu nchi yetu wenyewe. Mungu Baba, tusaidie. Tusaidie tu. Hatujui hata tunalolifanya. Usaidie watu wako. Usaidie Bwana. Usaidie Yesu. Usaidie Watanzania. Usaidie wanadamu. Usaidie Bwana. Wasaidie wana maombi Yesu. Wasaidie Bwana warudi kwenye nafasi zao. Bwana Yesu, tumemwacha mwanamke anataka kufa. Tunataka kumshambulia sisi wenyewe huyo mwanamke, lakini ndani yako umembebesha vitu vingi sana. Bwana Mungu, ninakusihi Yesu, ninakusihi Bwana, tunataka kuharibu nchi yetu wenyewe.
Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12. Mstari wa 15. Nasema hivi: kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. 12. Kwa hiyo inyosheni mikono iliyoregea na magoti yaliyopooza. 13. Mkamfanyie miguu yenu, mkaifanyie miguu yenu njia za kunyooka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. 15. Mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati wa unajisi kwa hilo. Watu wametiwa unajisi kwa uchungu tulionao. Watu wamezira nchi, wameizira. Nikaona wahubiri walivyoizira nchi, nikaona wana maombi walivyoizira nchi. Wameizira kwa sababu ya haki ya kimwili, wakiwaraumu wao kwa wao, wakisagiana meno. Wamesahau kuwa hii nchi si ya watawala, hii nchi ni ya Mungu. Watawala wamepewa kuilinda tu peke yake. Ndiyo maana wakisimama kwenye vyombo vyao vya habari na nafasi zao walizonazo, wakijiapisha, wanasema watalinda nchi kwa gharama yoyote. Maana yake wao wanatimiza haki yao waliopewa na Bwana, kwamba ni sheria imewekwa kwenye mioyo yao kwamba lazima wailinde hii nchi ili wasije wakaruhusu uharibifu, Bwana akakwama kupitisha kusudi lake. Kwa hiyo wanaposema namna hiyo, nikaambiwa ni Bwana ndiyo huwa anawashinikiza waseme. Kwa hiyo unapoona mnainukiana, ni kwa sababu sisi tuliopewa nafasi ya kuwafanya kuitengeneza ile mifupa ipate nguvu, tumeiacha neema tuliopewa. Halafu shina la uchungu likainuka kwenye mioyo yetu. Lilipoinuka kwenye mioyo, limewasumbua wengi. Kwa hiyo wengi wameshindwa kuchambua nani aliyetumwa na Mungu, ni nani aliye na uchungu wa nchi. Wote tuna uchungu wa kutaka uharibifu. Kwa hiyo hayupo anayewaza kama anavyowaza Bwana. Ndipo nikaulizwa, je, mnapowaza namna hii ndivyo Bwana naye anawaza hivyo? Kama Bwana anawaza kwa ajili ya nchi hii kuiharibu, basi wala msijisumbue, mngojeni yeye ataiharibu. Kwa dakika moja Tanzania itafutika na dunia yote haitasimama. Hayo ndio mimi niliambiwa lazima niseme tu, kwa sababu si nyinyi mmekuwa na uchungu na hii nchi. Basi aliyeiumba amesema ana uchungu zaidi, ataifuta. Kumbukumbu la Torati, ngoja nirudi hapa. Nitakurudia tena. Ngoja nirudi hapa nilipoanzia. Kumbukumbu la Torati
sura ya 29. Sura ya 29 inasema hivi: kwani mwajua mlivyoketi nchi ya Misri, na tulivyokuja katikati ya mataifa hayo. Mlivyoketi katika nchi ya Misri, na tulivyokuja katikati ya mataifa hayo, mlipita katikati yao, nanyi mliona machukizo yao na sanamu zao, miti na mawe, fedha na dhahabu zilizokuwako kwao. Asiweko mtu katikati yenu, mume wala mke wala jamaa wala kabila, ageukaye moyo wake leo akamwacha Bwana Mungu wetu kwenda kuitumikia miungu ya mataifa hayo. Lisiweko katikati yenu shina lizaro uchungu na pakanga. Hicho ndo nilikiona. Bwana amesema, waacheni wanasiasa wao kwa wao na wasiomjua Mungu. Ninyi mnaopewa nafasi ya kumjua Mungu, rudini kwenye nafasi yenu ili mumsaidie mwanamke aliye tayari kuzaa ili azae. Mungu awabariki. Amen.